Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Naibu Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi Dr. Dimwa, Mheshimiwa Dr. Saada Mkuya, Waziri wetu wa Fedha, wageni walikuwa wote, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Naibu Katibu amezungumza kwa urefu sana. Mimi leo nitazungumza kwa uchache kidogo kuhusu mafanikio tuliyopata na mfuko wa hifadhi ya jamii Zanzibar. Mheshimiwa Rais, cha kwanza, mfuko wa hifadhi ya jamii umetekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi 100%. Na sasa hivi tunafanya yale ya ziada, lakini alhamdulillah tumetekeleza 100%. Lakini baada ya hapo kuna mambo ambayo Mheshimiwa Rais ulivyoteuliwa ulituita na ulitupa maelekezo yako mengi, na nini unataka mfuko wa hifadhi ya jamii uone ndani ya miaka mitano hii kwa mujibu wa maono yako. Mheshimiwa Rais, nikutaarifu tu yale yote uliotuambia tumeyatekeleza. Cha mwanzo, kwenye usajili wa usajili wa wanachama, Mheshimiwa Rais, mfuko wa hifadhi ya jamii una wanachama wa aina mbili. Kuna waajiri na wanachama waajiriwa. Wakati tunaingia madarakani 2020 tulikuwa tuna waajiri 2066, lakini hadi Septemba tuna waajiri 3492, sawa na ongezeko la 69%. Lakini waajiriwa wakati 2020 tulikuwa tuna 103,000, sasa hivi tuna 159,000, sasa na 54%. Hii Mheshimiwa Rais inaonyesha kwamba ndani ya kipindi chako ajira nyingi zimepatikana na waajiri wengi wamekuja Zanzibar kuja kuwekeza. Mheshimiwa Rais, kwenye ukusanyaji wa michango 2020 tulikuwa tunakusanya michango ya bilioni 301, lakini ndani ya miaka mitano Mheshimiwa Rais tumekusanya bilioni 651, sasa na 116%. Kwenye ongezeko la mafao, Mheshimiwa Rais, tulipokutana wewe ulitaka zaidi safe tuongeze mafao kwa sababu wananchi wengi kipindi kile tumeingia ilikuwa kuna COVID, kwa akasema ni bora tuangalie tuweze kutoa fao la upotevu wa ajira kwa sababu watu wengi sana wamekosa ajira. Lakini ulituambia kuna watu wanapata ajali wakiwa kazini, tufikirie kutoa mafao ya watu kumia kazini. Mheshimiwa Rais, tumetekeleza. Wakati tunaingia 2020 mfuko ulikuwa na mafao 4 na tumetekeleza yale mafao 2 uliotuelekeza tufikirie kuyatoa, ambao ni fao la kuumia kazini na fao la upotevu wa ajira. Kwa hiyo ni sasa na asilimia ya ongezeko la 50%, Mheshimiwa Rais. Lakini Mheshimiwa Rais, malipo ya pensheni, wakati tunaingia tulikuwa tunalipa pensheni zenye thamani ya milioni 145.5. Sasa hivi tunalipa pensheni zenye thamani ya bilioni 318. Kwa sasa na ongezeko la sasa na ongezeko la 119%. Hii ina maana Mheshimiwa Rais, sasa hivi tunaingiza kwenye uchumi shilingi bilioni 119. Lakini vile vile kuna mapato ya uwekezaji. Wakati serikali yetu inaingia madarakani 2020, mapato ya uwekezaji Mheshimiwa Rais ilikuwa tumefikia bilioni 369.2. Mpaka sasa hivi 2025 mapato ya uwekezaji yamepanda hadi bilioni 909, sasa na ongezeko la 146%. Mheshimiwa Rais, jumla ya uwekezaji wa miradi ya mfuko katika masoko mbalimbali ya uwekezaji hadi 2025 mfuko wa hifadhi ya jamii imefikia trilioni 1.2. Wakati 2020 unaingia madarakani mapato ya uwekezaji yalikuwa ni shilingi bilioni 500 tu. Kwa hiyo tumetoka kutoka bilioni 500 mpaka trilioni 1.2. Mheshimiwa Rais, hiyo ni thamani nzima ya mfuko wetu wa hifadhi ya jamii. Wakati unaingia madarakani mfuko wa hifadhi ya jamii ulikuwa una thamani ya bilioni 538 tu. Hadi leo tathmini iliyofanyika juzi mfuko wa hifadhi ya jamii una thamani ya trilioni 1.36, sasa na ongezeko la milioni 134.2. Mheshimiwa Rais, kila baada ya miaka mitatu kwa mujibu wa maelekezo ya LO na ISA mfuko unatakiwa ufanyiwe tathmini ya uhimilivu, uangaliwe ule uwezo wake. Kwa hiyo wakati tunaingia madarakani 2020 mfuko ulikuwa una uhimilivu wa miaka 25 tu. Kutoka 2020 tunahesabu miaka 25. Kwa hiyo ilikuwa 2045 kidogo mfuko usiwe katika ule uhimilivu wake. Lakini Mheshimiwa Rais, tathmini ya juzi iliyofanyika mfuko umezidi uhimilivu kwa muda wa miaka 50. Kwa hiyo tunazungumza leo 2025
tujumlishe miaka 50 zaidi. Na hiki watu wengi wafahamu uhimilivu ndio nini. Yaani tuseme hatukusanyi michango, yaani hatupati faida yoyote. Ile fedha yote tuliyokuwa tunayo tulipe, basi tutalipa miaka 50 zaidi. Kwa hiyo ni umara mkubwa zaidi. Mheshimiwa Rais, asante sana. Najua muda ni mchache, tuko wengi sana, lakini kuna mafanikio ya jumla Mheshimiwa Rais. Kwanza tumeongeza pension ambayo ilikuwa haimu kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi, lakini tumeongeza pension. Ilikuwa mtu wa chini ZSF analipwa shilingi 90,000. Sasa hivi mtu wa chini kabisa analipwa shilingi 180,000. Lakini la pili Mheshimiwa Rais, ambalo hicho ni kikubwa sana cha kujivunia, mfuko hivi sasa unalipa mafao ndani ya siku 14 tu. Tumetengeneza mifumo kwa kuungana na taasisi nyingine ikiwepo taasisi ya CAG. Ikiwa mwanachama yote anakuja kulonchi mafao yake pale direct, sasa hivi mafao yake tunatumia kwa kupitia mfumo. Kwa hiyo ndani ya siku 14 sasa hivi Mheshimiwa Rais, alhamdulillah, mstaafu analipwa mafao yake. Kwa hiyo kama ameacha mshahara mwisho, ndani ya siku 14 anapata mafao kutoka ZSSF. Asante. Lakini Mheshimiwa Rais, yako mengi, muomba tumalizie. Vile vile tumeimarisha sana mifumo yetu ya tehama. Tumeweka vifaa madhubuti vya tehama, na sasa hivi nadhani asijisifu, lakini mfuko wa hifadhi ya jamii ni taasisi pekee ambayo imeweka vifaa madhubuti vya kulinda usalama wa mifumo yetu miongoni mwa taasisi nyingi za serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Na asante sana Mheshimiwa Rais. Asante sana. Naomba sasa nimkaribishe mkurugenzi wa ZAEA.